Kila mtu kwenye maisha ana hadithi yake. Hadithi za maisha hazijawahi kufanana na hazitokuja kufanana kamwe, kwa sababu kila mtu huwa na namna yake ya kuishi. Kila mtu ana mwili wake, hivyo mienendo na hadithi za maisha ni lazima zitofautiane. Leo tunazifungua kurasa kutazama hadithi moja inamhusu binti mdogo aitwaye Sabra. Sabra ni binti mdogo sana, lakini maisha yake yamejengwa na safari ndefu isiyoisha. Umri wake na historia yake haviendani kabisa. Ukitazama historia ya Sabra, ameshazeeka tayari, ila umri aliyokuwa nao unapinga jambo hilo. Bado ni binti kigori sana, mrembo, mwenye kuvutia, hana hata nusu ya makunyanzi. Mtoto bado anaita. Ukimtazama mwenyewe anavutia, mvuto wa asili, kauso fulani hivi kenye macho ya kuregea. Kiufupi ni mzuri sana. Ndani ya moyo wa Sabra kuna vidonda ambavyo vimesababishwa na mapenzi. Kwa hakika moyo wa Sabra umetoboka, misiri ya tambara radeki, hauna nafuu hata kidogo. Sabra alipozaliwa, kitabu cha maisha yake kiliandikwa mateso. Hakuwahi kuishi akiwa na furaha. Yeye ni mateso mwanzo mpaka mwisho. Uzao wake wenyewe tu ulikuwa ni watabu. Wakati akiwa tumboni, mama yake alipitia mateso. Mimba ilimsumbua kiasi cha kupatwa kichaa. Maajabu yakatokea. Badala ya miezi 9, mimba ilichukua miezi 12. Watu walistaajabu ya Musa na si ya Firauni. Macho yao yote yaliangaza siku atakayozaliwa mtoto wa ajabu aliyekuwa tumboni miezi 12. Kwa hakika siku hazikukawia, zilitimia kwa kishindo. Hatimaye mtoto alizaliwa. Isivyo bahati, mama mtoto alifariki. Huzuni ilitawala. Baba mtoto hajulikani wapi ameingilia. Alikimbia kitambo, toka mimba ikiwa ndogo kabisa. Toka alipogundua ukweli wa mimba ya mtoto huyu aliyebebwa kwenye tumbo la kimaskini, bibi mzaa mama alichukua jukumu kumlea mjukuu wake. Hapo ndipo alipompachika jina la Sabra, likawa utambulisho wa jinsia yake. Safari ya maisha ya Sabra ilianza, maisha ambayo yalikuwa na ugumu kiasi licha ya kupata huduma baadhi, lakini furaha ilipatikana kwa bibi na babu yake pekee. Bibi na babu yake walimlea vyema katika maadili mazuri, kumjenga awe mtoto mwema, mtoto ambaye waliamini atakuja kuwa faraja juu ya maisha yao. Siku zote za maisha ya Sabra alikuwa akitambua ya kwamba babu na bibi yake ndio wazazi wake, kutokana na upendo waliokuwa wakimpatia. Safari ya elimu ilianza kutimiza malengo yake kitaaluma katika shule ya Majengo mkoani hapo penye umaarufu mkubwa wa kilimo. Kwa hakika Sabra alijaliwa kipaji cha elimu. Darasani alifanya vizuri hatari. Walimu wote walimjua, walimpenda sana. Shuleni aliendelea kufanya vizuri. Muonekano wa Sabra ulikuwa mzuri mno licha kutokea kwenye familia maskini, lakini alikuwa na uzuri wa kuvutia, uzuri wa asili usiotokana na dawa yoyote. Kingine kilichoubeba uzuri wake ni umaridadi wake. Yuko shule ya msingi, lakini usafi wake ni babu kubwa, utazani yuko sekondari. Upande wa baba yake hakuwahi kuwajua kabisa. Baba yake alikimbia mimba, hakutaka hata kuihudumia. Mara nyingi wanawake wengi hujikuta wanaingia kwenye hatari ya mimba bila kutarajia. Kuna muda unaweza tamani kusema ni bahati mbaya, lakini unashindwa kwa sababu wanadiriki mapenzi kwa hiari yao wenyewe. Hiki ndicho kilichotokea kwenye maisha ya mama Sabra. Kipindi hiko akiwa binti kigori, aliingia kwenye mahusiano na tajiri mmoja aitwaye Ambo, tajiri ambaye ndio baba mtoto, japo alimtelekeza mtoto wake. Kipindi hiko ambacho alimuelewa sana mama Sabra, kila mwisho wa wiki alikuwa akija nyumbani kwao kumtorosha, wakafaidi penzi lao. Mchezo ukawa huo, mwisho ukazaa matunda yasiyokusudiwa. Mtoto
alitengenezwa kwenye tumbo la binti mdogo wa kidato cha 4. Shule alihitimu, ila kwa shida sana, huku mimba ikifichwa mno ili watu wasigundue kinachojiri, kwa maana ingekuwa hatari zaidi kuendeleza masomo. Baada ya Ambo kupokea taarifa za ujauzito, hakuwahi kuonekana tena, kwa maana aliona nuksi kubwa kwenye maisha yake. Kwa nini azae na maskini? Aliogopa kuja kupoteza mali zake. Kipindi hicho, wakati Ambo anatoka kimahusiano na Mama Sabla, tayari alishakuwa na mke. Kiufupi, alikuwa anasaliti ndoa yake kuja kufanikisha azma yake ya kingono. Basi hayo ndio yalikuwa maisha yaliyopita kumhusu Mama Sabla. Maisha ya Sabla yalizidi kuendelea. Binti anachanja mbuga tu kwenye safari yake ya kielimu. Anasoma utazani, ametumwa na kijiji. Toka darasa la kwanza hadi kidato cha 4, yeye namba 1 darasani. Alipofika kidato cha 4, alifanya vizuri sana, akawa mwanafunzi bora kitaifa. Fitna zikawa nyingi, nafasi yake ilipepeluka hewani. Tajiri mkubwa aitwaye Ambo alitumia nguvu yake ya kifedha kumkabidhi nafasi hiyo mtoto wake, huku matokeo ya mtoto Ambo alipatiwa Sabla, walimu wakipagawa baada ya kupata matokeo ya shule yao. Mwanafunzi waliokuwa wakimtegemea akapata 0. Hakuna aliyeamini. Yalikuwa maajabu ya mwaka, kila mmoja alipagawa. Sabla alizimia siku 7 bila kuamka. Walimu walijiuliza sana, lakini hakuna aliyepata majibu. Mwalimu mkuu alijitoa muhanga kutaka kujua mwafaka wa jambo hilo. Aliandika barua kwa wizara husika kuomba uchunguzi wa jambo hilo. Nguvu ya pesa hushinda haki. Mwalimu mkuu alizungushwa vya kutosha kiasi cha kutoamini kilichotokea. Hapo akapata mashaka. Alihisi kutakuwa na namna imefanyika. Kwa nini anazuiliwa kuipata haki ya mwanafunzi wake? Alizidi kupambania kiasi cha kutaka kuvumbua siri. Katika harakati zake za kutaka kutafuta ukweli, alikutana na mtaalamu mmoja wa kompyuta, mtu pekee mwenye data nyingi za serikali. Kwa siri sana alimweleza mwalimu mkuu huyo kilichotokea. Yule mtaalamu wa kompyuta alimweleza ya kwamba Bwana Ambo alitumia nguvu yake ya pesa kuizurumu haki. Matokeo ya mtoto wake alipatiwa Sabla. Mtaalamu alimwonya sana mwalimu mkuu kuacha mara moja kufuatilia jambo hilo, kwani maisha yake yatakuwa hatarini. Mwalimu mkuu hakutaka kusikia. Siku iliyofuata aliita vyombo vya habari kueleza yaliyojiri. Baada ya mahojiano, masaa kadhaa mbele, mkuu wa shule yalimkuta mazito. Watu wenye pesa hawataki masihara kabisa, hasa katika kulinda utu wao. Mkuu wa shule aliingilia himaya za watu, acha watu wamfanye kitoweo. Nafsi yake ikawa halali juu yao. Hawakutaka kumwacha hai, walimuua kifo kibaya sana. Walimnyongaje? Habari iliyokusudiwa ilizimwa kwa siri kubwa sana. Habari yake katawala. Kabla ya kifo chake, alilazimishwa kuandika barua ambayo ilithibitisha sababu za kifo chake. Wafanyakazi wa Ambo walisimamia hilo vilivyo, hivyo mambo yalikwenda kama ilivyopangwa. Askari katika upelelezi wao walibaini barua ya kifo cha mkuu wa shule hiyo. Licha ya kuwa na mke, lakini mauaji yalifanyika kwa ustadi mkubwa sana, ustadi wa hali ya juu. Ni hapo chumbani, wazee wa kazi walimnyonga mkuu wa shule, mke wake akiwa kitandani amelala. Alipigwa sindano ya usingizi, hivyo hakuweza kutambua chochote kilichokuwa kinaendelea. Pasipo barua ya ushahidi wa kifo cha mume wake, basi yeye angekuwa shahidi wa kwanza katika tukio hilo. Kabla ya mwili kupelekwa hospitali kwa uchunguzi zaidi, askari walisoma barua ile mbele ya watu wote kujua chanzo cha kifo cha mkuu wa shule ili kuondoa taharuki. Askari walisoma barua ile mbele ya watu ili kuondoa taharuki. Barua ya kifo. Mimi Sadiku Tembo Mpuna nimechoka kuishi kwenye hii dunia. Mapenzi yameniadhibu siku zote za maisha yangu. Nampenda sana mke wangu, lakini yeye ananisaliti kila siku. Nimekuwa mtu
nisiye na furaha wakati wote katika ndoa yangu. Pia wanakijiji wenzangu hawanipendi, wanashirikiana na mke wangu kuniadhibu. Nimechoka kuishi kwa mateso, sasa nimeona bora nijinyonge ili nipumzike kwa amani. Nimechoka kuumizwa na mapenzi. Mke nimeoa mimi, lakini wanafaidi wengine, hasa majirani zangu. Wanakula tu bila woga wala aibu. Ni miaka 10 imepita sijapata radha ya ndoa. Kila siku nakataliwa haki yangu. Hii ndiyo sababu ya mimi kuaga dunia. Sina chaguo tena kutoka katika hili janga zito lenye kuangamiza. Mbaki salama. Hapa ulichochewa moto. Ndugu walizua taharuki, hasira ziliwapanda, wakataka kumtenda vibaya mke wa mkuu wa shule. Askari walizuia hili, walimchukua mke wa Bwana Sadiku aitwaye Safina moja kwa moja, wakitinga naye kituoni kwa mahojiano zaidi. Kwa hakika yote aliyoyasikia Safina masikioni mwake yalikuwa ni mageni. Hakuwahi kuwa na ugomvi na mume wake hata siku moja. Unaweza usimuelewe kabisa kwa nini mume aandike maneno yale chonganishi kwa mkewe. Mpenzi msikilizaji, tukutane katika sehemu ambayo inafuata ili tuweze kujua mbivu na mbichi ambazo zinaenda kutokea ndani ya simulizi yetu hii nzuri, simulizi inayoenda kwa jina la Sambla. Ulikuwa nami wakati wote ndani ya sehemu hii nzuri. Langu jina naitwa Salki, kiniita Mr. Solomon, inakuwa noma zaidi. Nikumbushe tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata simulizi zetu.